السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بتوفيق الله تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته tunaendelea katika darasa yetu ya hadithi ya kusoma marwati wa hadithi, yani darasa ya kusoma maulama ambao ni marwati wa hadithi, kama tulivyoelezea kwa misingi ya kuwafahamu au kuwasoma marwati wa hadithi. Ndio nukta ambayo sisi tuko nayo, na katika darasa yetu ya leo tuko katika mtu wa 4 ndani ya sanadi ya kwanza ya Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari kasema hadathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. kwa hiyo leo tutakuwa tuko na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, na katika darasa ya kwanza tulibainisha baadhi ya misingi ya kufahamu marwati. darasa tuliyomsoma al-Humaydi Abdullah ibn Zubairi. darasa ya pili ya Sufyan tukaja na baadhi ya misingi mingine. darasa ya tatu ya Ibn Sa'id al-Ansari vile vile ilikuwa misingi mipya tukaibainisha, na leo tuko na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, tutabainisha misingi mingine ambayo ina ladha ndani yake katika kufahamu marwati wa hadithi. Nukta ya kwanza tutaanza vile vile mpaka tutakapofika katika kipengele ambacho sisi tunakitaka insha Allah, ndio tutaelezea kwamba hapa leo tutafundisha msingi mpya. Tuanze katika kawaida ya kumsoma rawi kama tulivyoelekeza. Tunaanza na jina. Imam al-Bukhari kaipokea sanadi kutoka kwa al-Humaydi Abdullah ibn Zubairi. Humaydi asema kahadithi na Sufyan mwalimu wake ni Yahya ibn Sa'id al-Ansari, na Yahya ibn Sa'id al-Ansari mwalimu wake ni Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Nukta ya kwanza ya kumbukumbu, tukumbushane kuwa tulisema wale ambao wanakuwa katika daraja ya chini kwenye tabaka wanakuwa wanapokea kwa watu waliokuwa katika tabaka ya juu. Vipi? Tuanze na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. katika jina lake anaitwa Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhri ibn Amiri Abu Abdullah al-Qurashi at-Taymi al-Madani. kwa hiyo ni Mquraish katika Banu Taymi na ni mtu wa Madina. Barakallahu fikum. Na imetajwa Quraish kwa sababu Quraish ni maarufu kwamba asili yao ni Makka, kwa hiyo ishara ya kuonesha huyu asili yake ni katika watu wa Makka, na Taymi kwa sababu ni kabila lake, na mwisho ikaja al-Madani kwa sababu ni mahala ambapo alikuwa akiishi. Tumeelewana vizuri nadhani, hata tumeshaelezea. kwa hiyo Qurashi ni mtu wa Makka, Taymi hiyo ndilo kabila lake, alafu al-Madani ndio sehemu ambayo alikuwa akikaa. kunia yake ni Abu Abdullah, na tuliposema Qurashi Taymi al-Madani ndio anaponasibishwa katika kabila la Quraish, na mahala alipokuwa akikaa ni katika mji wa Madina. Huyu ni tabaka namba 4 Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhri Taymi, tabaka namba 4. Tukiingia katika mfumo wetu ambao tulikusudia katika kusoma misingi, tutamkuta Yahya ibn Sa'id al-Ansari ni tabaka namba 5. kwa hiyo tabaka namba 5 na tabaka namba 4 tofauti yao ni ndogo. maana yake hapa atakuwa mmoja ni mwalimu, mmoja ni mwanafunzi. Yahya ibn Sa'id al-Ansari yeye aliwakuta wachache katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi kwa sababu ni tabaka namba 4, ni tabaka ya matabiina wadogo ambao walikutana na baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii itatupa picha kuwa kumbe katika matabiina
kuna ambao ni matabiina lakini baadhi yao kwa baadhi ni walimu na wanafunzi, kama ambavyo katika hii sanadi kutakuwa kuna tabiina huyu ambaye ni Yahya ibn Sa'id al-Ansari tabaka namba 5 na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi vile vile naye ni tabaka namba 4. halafu kuna Alqama ibn Waqqas al-Laythi ambaye ni tabaka namba 2. hapa kuna kitu sisi tunakitanguliza, kisha tutakapofika kwa Alqama ibn Waqqas al-Laythi tutakuja kuendelea na manhaji nyingine. Ahlul ilmi katika nukta kama hizi basi huelezea katika sanadi kwenye sura ifuatayo hivi: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير بن طبقة نمبر 10. قال حدثنا سفيان بن سفيان بن عيينة طبقة نمبر 8. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري طبقة نمبر 5. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي طبقة نمبر 4 أنه سمع عن قمة بن وقاص الليثي ambaye ni tabaka namba 2. Sami'tu Umar ibn al-Khattab, nimsikia Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo ndani ya hii sanad wao husema kuwa kuna mmoja katika atba'u at-tabi'in na kuna mmoja katika atba'u at-tabi'in na kuna watatu katika matabi'in. Yani hawa matabi'ina watatu lazima mmoja ni mwanafunzi, mwingine ni shekhe, kisha huyo shekhe anakuwa ni mwanafunzi, juu yake kunakuwa kuna shekhe. Yani Alqama ibn Waqqas al-Laythi ni shekhe, Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ni mwanafunzi, na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ni shekhe, Yahya ibn Sa'id al-Ansari ni mwanafunzi. Na ndio tukasema katika tabaka kuna uwezekano wa ndani yake kupokelewa hadithi na watu ambao wanakaribiana. Tukasema kuwa yule ambaye yuko katika tabaka chini, kama mfano tabiina tabaka ya 9, walimu wake ni kuanzia tabaka ya 8 na tabaka ya 7, na wale matabiina ambao ni tabaka ya 6 walimu wao ni kuja tabaka ya 5, na tabaka ya 5 walimu wao ni kuanzia tabaka ya 4 na kuendelea. Leo hii ni kukumbushana tu, lakini leo tuna kipengele kipya ambacho inshallah tunataka tukibainishe, moja kati ya vipengele nyeti sana vya elimu ya hadithi. Kipengele chetu kipo katika nukta ya kwanza, yani kipengele cha kwanza kipya. Tutazungumzia kuhusiana na baadhi ya marwati wa hadithi ambao wanafanana jina. Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ana baadhi ya marwati wa hadithi ambao anafanana nao, jina lake na jina la baba yake, kisha tutaelezea jinsi ya kusoma tofauti katika hawa marwati, kwa sababu baadhi ya wakati unaweza kusikia tu qala Muhammad ibn Ibrahim, kisha mtu anajiuliza Muhammad ibn Ibrahim yupi. Kwa hiyo tutawaelezea baadhi ya marwati wa hadithi ambao wana nisba ya kuwa wao ni Muhammad ibn Ibrahim, na tutaangalia vile vile baadhi ya vitabu ambavyo wametajwa hao marwati, na hapa tutakuwa tumejifunza wengi ambao wanaitwa Muhammad ibn Ibrahim kupitia kitabu chetu cha Taqrib at-Tahdhib cha Ibn Hajari al-Asqalani. Hichi ni kitabu ambacho sisi tutakuwa ni wenye kukitumia ili kuwasoma marwat wale ambao wanafanana majina yao na majina ya baba yao. Hatuangalii katika babu, tunaangalia majina yao na majina ya baba yao. Kwa hiyo barakallahu fikum. Na baadhi ya wakati wale ambao wanatajwa katika kunia, kuona kwamba kunia hii kumbe kuna marwati wangapi ambao wanaitumia. Hivi ni vipengele ambavyo sisi tumevitumia wakati tupo katika halaka na Sheikh wetu Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammadi al-Ethiopi al-Eritri al-Najashi, akiwa kutusomesha marwati wa hadithi kupitia baadhi ya vitabu vingi sana kama hii Taqrib at-Tahdhib, kama Jarh wa Ta'dil fi Abi Hatim, na baadhi ya vitabu vingine ambavyo alikuwa akitupa sisi mwongozo, na vingine ambavyo vilisomwa mbele yake, vitabu mbalimbali vya ilal pamoja na vitabu vya marwati wa hadithi. Sisi tukimwangalia rawi wetu ni Muhammad ibn Ibrahim, tukasema kwa babu yake anaitwa Al-Harith ni Khalid ibn Sakhri. Muhammad ibn Ibrahim ni Harith ibn Khalid at-Taymi Abu Abdullah al-Madani, tulisema kwa tabaka yake ni namba 4.
na kafariki mwaka 120 hijiria, kafariki mwaka 120 hijiria. Kama utafungua mfano Taqrib Tahdhib ukataka kumsoma, utamkuta yupo kwa nuskha ambayo mimi niko nayo, nuskha ya Daru al-Hadith al-Qahira, nuskha ambayo mimi niko nayo. Taban utamkuta huyu Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, utamkuta yupo katika nambari 5691 katika Taqrib Tahdhib. Na nitapenda wale wenzetu, wanafunzi wenzetu au wanafunzi wetu ambao wako na sisi wanaotaka kusoma ilmu ya marwatu wa hadithi, watafuta hichi kitabu kwa sababu tutakitumia sana sana sana. Na hichi kitabu chenyewe tutakuwa na darasa maalum ya jinsi gani tunaweza kupata faida, kutambua mambo mbalimbali ya kiilmu na masala yanayofungamana na marwatu wa hadithi kupitia hii Taqrib at-Tahdhib. Kwa hiyo hebu leo tutumie kitabu cha Taqrib Tahdhib, na hatutatumia tu hichi, tutatumia na vitabu vingine, kwa sababu kuna baadhi ya misingi leo tunataka tuisome ambayo ni tofauti na misingi ile ya nyuma. Muhammad ibn Ibrahim yuko nambari 5691 katika harufu ya mim, kwa hiyo ndio tutamkuta Muhammad. Nambari 5691 kuna Muhammad ibn Ibrahim ni al-Harith ibn Khalid at-Taymi, kuna yake ni Abu Abdullah al-Madani, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, kasema thiqatun lahu afrad. Hii lahu afrad si kipengele ambacho sisi tunakikusudia kwa sasa, lakini ithbat kwa yeye katika matabiina ambao ni mathiqa. من الرابعة hapa Ibn Hajar al-Asqalani akasema kuwa min al-rabi'a yani tabaka yake ni namba 4, mata sanata 20, kafariki mwaka 20. Hebu hapa sasa tutumie ile misingi ya nyuma ambayo tulitanguliza. Hapa Ibn Hajar anasema kafariki mwaka 20. Mwaka 20 mtu mwingine atajiuliza, alifariki karibu na Zainab binti Jahash, kwa sababu Zainab mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki nyakati hizo mwaka 20 na kitu hijiria. Je, huyu kafariki kabla ya Zainab? Mwingine atasema hapana. Je, alifariki kabla Abdullah ibn Mas'ud ambaye kafariki kwa 32 hijiria? Mwingine atasema hapana. Je, kafariki yani kabla ya nani? Lakini hii 20 ni kwa sababu kuna istilaha za ahlul ilmi katika kusoma watu wa hadithi. Yote ambaye ni katika matabiina, ukimwona yote ambaye ni katika matabiina ambao ni tabaka namba 4, basi wanakuwa wamefariki baada ya mwaka 100 hijiria. Kwa hiyo hapa Ibn Hajar katika Taqrib Tahdhib kasema mata sanata 20, kafariki mwaka 20, yani ongeza 100 itakuwa 120. Kwa hiyo huu ni msingi vile vile ambao sisi tutafahamu katika kusoma kitabu cha Taqrib Tahdhib, ambacho tutakuwa ni wenye kukitumia katika kusoma marwatu wa hadithi. Ala asahi, kilichokuwa sahihi, yani anaonesha kuwa kuna khilafu mbele ya ahlul ilmi juu ya mwaka wa kufa huyu, yani maana yake Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid at-Taymi, sema ala sahihi, maana yake hii ni kauli ambayo ina ishara kwa kuna khilafu katika mwaka wa kufa kwake. Katika nukta ambazo tulizikusudia, kwanza ni namna ya kusoma marwatu wa hadithi kupitia kitabu cha Taqrib Tahdhib, ambacho sisi inshallah tutakuwa ni wenye kukitumia kutoa istifada mbalimbali. Ya kwanza ni kipengele ambacho kinahusiana na jinsi ya kusoma mwaka wa kufa rawi. Ukimwona ni mfano tabaka namba 4, Ibn Hajar atasema sanata 20, mwaka 20, jua ongeza na 100, kwa sababu matabiina kwa wakati huu ni sighar, hawa ni wadogo. Kama ni matabiina wadogo, bila shaka walifariki baada ya mwaka 100 hijiria, kwa itakuwa ni 120. Akisema ala sahihi ni ishara kwa kuna ikhtilaf mbele ya ahlul ilmi. Akisema min ar-rabi' maana yake ni tabaka ya 4 katika matabiina. Kuna ain ambayo inaashiria kwa huyu wote katika ahlu kutubu sita wametaja hadithi zake. Tukiendelea katika nukta inayofuata, sisi tutaingia katika kutaja baadhi ya marwatu wa hadithi ambao majina yao yanafanana na huyu Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Kwa tutamkuta hapa kuna mtu anaitwa Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar. Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar ni katika marwati ambao jina lake anaitwa Muhammad na jina la babake anaitwa Ibrahim, lakini vile vile al-Madani, na huyo ni mtu wa Madina. Lakini sisi tutafahamu vipi? Tutafahamu katika nukta ya kwanza ya kuweza kutofautisha marwat. Miongoni mwa nukta ambazo tutazisoma wakati huu
ni hii nukta ambayo inahusiana na tabaka. Sisi tutakiwa kuangalia tabaka yake, kwa sababu Ibn Hajar hapa kasema ni Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar al-Madani, ni mtu wa Madina ambaye laqabuhu Sandal, ndio laqabu yake Sandal, thiqatun faqih. Huyu ni katika maulama vile vile ambaye ni katika mafuqaha. Kwa hiyo tutakuwa tumeshaongeza kwa katika maruwati wa hadithi tumeshasoma kwa kuna mtu anaitwa Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar, ambaye Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar ni katika watu wa Madina, halafu ni katika mafuqaha, halafu ni thiqa. Kwa tutakuwa tumeshaongeza ambaye yupo vile vile katika watu wa Madina, halafu ni thamina, maana yake ni tabaka ya 8. Tabaka ya 8 Sufyan ibn Uyayna. Kwa hiyo mara ya pili mtu akikwambia Sufyan ibn Uyayna tabaka namba ngapi, unamwambia tabaka namba 8. Tabaka hiyo yuko yeye na nani, utamwambia pamoja na Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar. Tumeelewana vizuri. Lakini Sufyan ibn Uyayna ni mtu wa Makkah, Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar ni mtu wa Madina. Kwa hiyo ikiwa sisi hatujaona jina la baba tukaona tu Muhammad ibn Ibrahim al-Madani, ina maana hapa sisi tutajiuliza vipi huyu Muhammad ibn Ibrahim ndio yule? Hapa nukta itakuja swali, mbona kama na yule ni Muhammad ibn Ibrahim al-Madani, kama hujiingiza ile at-Taymi tabaka. Kwa hiyo kitu ambacho kwamba sisi tutakitumia ikiwa halikuja jina la baba, tutaangalia kwenye tabaka. Tabaka ni kitu cha msingi ambacho sisi kitatuelezea, kwa sababu Muhammad wa kwanza yupo katika matabiina tabaka namba 4, na Muhammad wa pili yupo tabaka namba 8. Yani baina ya hawa watu wawili, namba 4 kuna namba 5, namba 6, namba 7, namba 8, baina yao kuna tabaka 3. Kwa hiyo leo tutakuwa tumeshaongeza kumsoma Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar ambaye ametajwa katika Sahih Bukhari vile vile na Sunan an-Nasa'i. Yani huyu ni rawi ambaye insha Allah tutamkuta huko mbele, kwa sababu katajwa ndani ya Sahih Bukhari, lakini vile vile katajwa katika Sunan an-Nasa'i. Kwa hiyo nukta ya kwanza ni kuangalia mwaka yani nukta ya kwanza ni kuangalia tabaka, na nukta ya pili ni kuangalia mwaka aliyokufa rawi. Ikiwa huyu wa kwanza kafariki mwaka 120 Hijria, huyu wa pili kafariki mwaka gani? Kwa hiyo kafariki sanata 82. Akisema kafariki mwaka 82, maana yake hapa tunaongeza tena 100. Kwa nini? Kwa sababu tabaka namba 8 hawa tabaka namba 8 bila shaka walikuja baada ya matabiina, na matabiina tulisema mwaka wao ni 150 Hijria. Kwa hiyo mwaka 150 Hijria ina maana hapa waliisha. Kwa hiyo hawa waliokuja mpaka mwaka 82 baada ya 100, yani 182, ina maana huu ulikuwa ni wakati wa atba'u tabi'in. Kwa hiyo sisi tukiona mwaka tu, madamu mwaka Muhammad ibn Ibrahim tuliyokuwa naye ni mwaka 182 Hijria, ina maana huyu sio katika matabiina kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa mwaka wa matabiina takriban ni mwaka 150 Hijria. Kwa hiyo Muhammad ibn Ibrahim wa kwanza ikafariki mwaka 120, maana yake yuko ndani ya wakati wa matabiina, na Muhammad wa pili tuliyomsoma kafariki mwaka 182 Hijria. Maana yake Muhammad huyu yeye yupo katika wakati wa tabi'in, ameshatoka katika wakati wa matabi'in. Kwa hiyo kipengele kipi ambacho tutakitumia kwa hapa? Mwanzoni tulipita katika kuangalia kunia, baadhi ya wakati kunia zao zinafanana, tukasema tutaangalia miji. Ina maana huu ni msingi tumeshafahamisha. Mtu asiseme kwa nini hutaji miji, kwa sababu tumeshasema. Kwa hiyo tunaendelea kubainisha kipengele kingine ambacho kitatupelekea sisi kukumbushana na kuongeza taaluma katika kufahamu ruwatu wa hadithi, na tutamwangalia rawi ambaye anakuja baada ya Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar. Rawi anayefuata ambaye yupo katika namba 5693 katika kitabu cha Taqrib at-Tahdhib katika harfu ya mim ni Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id ibn Abdurrahman al-Bushanji, ambaye huyu yeye kudia yake ni Abu Abdullah kama rawi wetu wa kwanza, thiqatun hafidhun faqih. Yeye vile vile ni katika thiqa hafidh na faqih, ndio maana Imam al-Bukhari kataja hadithi yake. Yani huyu ni katika marwati ambao wametajwa tu na Imam al-Bukhari. Huyu ni katika marai ambao tumuhifadhi kabisa. Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id ibn Abdurrahman katajwa tu peke yake na Imam al-Bukhari.
huyu ni katika al-hadiyati ashar min al-hadiyati ashar, yani tabaka yake ni 11, tabaka yake na Imam al-Bukhari. Na maana huyu sasa alikuwa tabaka moja na Imam al-Bukhari, alafu Bukhari kamtaja katika kitabu chake, yani Bukhari kapokea kwa Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id ibn Abdurrahman. Nini maana yake? Ni kuwa kama ni tabaka moja na Imam al-Bukhari, ni nukta ile ile ambayo kwamba imezungumzwa na maulama kwamba mtu hawezi kuwa alim mpaka achukue kwa wale waliomzidi juu yake na wale waliokuwa chini yake na wale ambao yuko sawa nao. Kwa hiyo nukta yetu si kuangalia yeye na Imam al-Bukhari wakoje, bali nukta yetu ni kuangalia kwa na yeye vile vile anaitwa Muhammad ibn Ibrahim kama ambaye kapita. Tofauti ni katika babu wa kwanza anaitwa Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith kawi wetu, wa pili ni Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar ambaye vile vile sisi tumemuelezea anafuata tabaka ya tabi'ina. Halafu kuna Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id ambaye ni katika tabaka ya tabi'in, ndio maana tabaka namba 11. Imam Ibn Hajar akasema mata sana takafariki mwaka 90 au baada ya sana au baada ya mwaka 90 kwa mwaka mmoja. Baadhi ya wakati mtu atajiuliza sasa kafariki mwaka 90, halafu mwaka 90 si sana tu, na hapa ni Yasar ana afadhi ya Yasar ambaye kafariki mwaka 90 na kitu. Kwa hiyo sisi tuna hapana, hii 90 turudi nyuma kule tulipozungumza kuwa atba'u tabi'in wanakuja hasa rasmi mafhumu kinatambulika kile kipengele cha tabaka yao kwa tabaka ya tabi'in mpaka mwaka 150, kisha tabaka tabi'in mpaka mwaka 120, kisha baada ya mwaka 120 ina maana hapa kuna wengine wanakuja, ingawa baadhi ya tabi'in kama kina al-Humaydi umefariki mwaka 119 kabla ya mwaka 120, lakini hii tumezungumza katika aghlabia. Kwa hiyo akisema Ibn Hajar kafariki mwaka 90, ina maana ongeza 200 eka 290 au 291. Kwa nini? Kwa sababu 90 kama tutaiacha hivi itakuwa huyu ni katika matabiina cha wakubwa, na kama 90 tutaiacha hivi ina maana huyu atakuwa hawezi Imam al-Bukhari kupokea kwake, kwa sababu mwaka 90 Imam al-Bukhari bado. Tumeelewana vizuri ina maana huyu 90 hii kwa sababu min al-hadiyati ashara tabaka yake 11, sisi tutaiangalia tabaka kama ni 11, ina maana huyu kafariki baada ya mwaka 200. Kama kafariki baada ya mwaka 200 kusema katika atba'u tabi'ina, tena tabaka yake tena kati, ina maana hawa ni watu ambao wamefariki baada ya mwaka 220 hijiria. Kwa hiyo kama baada ya mwaka 220 na maana hii 90 itakuwa imetake position, imechukua nafasi baada ya mwaka 200. Kwa hiyo itakuwa ni vipi? Itakuwa mwaka 220 hijiria, yani ile miaka iliyokuja baada ya mwaka 200 yote inaingia ndani ya 90. Kwa sisi tutasema mwaka 290 hijiria. Tumeelewana vizuri hapo Kwa hiyo hii ni nukta ya msingi ambayo ipo, tukiangalia tutakuta kwa Muhammad ibn Ibrahim yeye kumbe ana wenzake ambao wana majina sawa na yeye katika nukta ya jina lake na jina la baba yake, bali hata kunia, kwa sababu Muhammad ibn Ibrahim kunia yake ni Abu Abdullah, na huyu Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id ibn Abdurrahman kunia yake ni Abu Abdullah, lakini sisi tunatofautisha katika mwaka wa kufa marwati, lakini vile vile katika tabaka yao ndio sisi tutajua kuwa hapa kuna nini. Hebu tuache katika hichi kipengele tuingie katika kipengele kingine cha kuweza kusoma kuhusiana na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi katika nukta ya pili. Kwa nukta ya kwanza ilikuwa ni kuelezea wale ambao anafanana nao katika jina lake na jina la baba yake, bali ima katika kunia au mji wake, lakini vile vile tunatofautisha vipi kuangalia tabaka yake, lakini sio tabaka tu, lakini mwaka wa kufa baina yake au mwaka wa kufa yeye na mwaka waliokufa wale wengine, ili tuweze kujua kuwa huyu Muhammad wetu sisi ni nani. Nukta ya pili ambayo sisi tunakwenda nayo katika kuweza kupata istifada juu ya kusoma elimu ya tabaka msingi mwingine, baada ya mtu ambaye ni mwalimu kuweza kujua marwat ambao wanafanana majina na tofauti yao katika miji au kunia au mwaka wa kuzaliwa au mwaka wa kufariki,
tunaingia katika kuwasoma watu ambao wako tabaka moja na huyu rawi wetu, lakini hii itakuwa ni nukta ya kuwasoma watu ambao na wao ni tabaka kama ya rawi wetu Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith. Lakini kivipi? Katika sura mbili. Sura ya kwanza sisi tutawasoma watu ambao wako tabaka na Muhammad ibn Ibrahim lakini sio wa mji mmoja. Hii ni nukta ya kuiangalia, yani sisi tunamtafutia watu wengine ambao ni watu wa miji mingine lakini wako katika tabaka hiyo tabaka namba 4. Yani anapokuwa mtu asomesha hadithi, barakallahu fikum, akisema kwamba Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhri at-Taymi ni katika sighari at-tabi'in, katika matabiina wadogo, anatakiwa aje na mifano ya matabiina wengine wadogo wa miji tofauti kwa ajili ya kufungua ufahamu wa talib, ufahamu wa mwanafunzi. Kwa hiyo sisi tutakuja na baadhi au tunataka kutaja baadhi ya majina ya matabiina ambao vile vile ni matabiina wadogo. Tutapata faida kwamba wale tunawafahamu tutajua kumbe fulani kumbe ni katika matabiina wadogo. Katika mji gani? Ni mji tofauti na mji huu Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhri at-Taymi. Kwanza ambaye tunataka kuondoka naye ni mtu ambaye anaitwa Ismail ibn Abi Khalid Hurmuz, ambaye ni maarufu al-Ahmasi. Huyu Ismail ibn Abi Khalid yeye vile vile ni katika matabiina wadogo tabaka namba 4, ambaye kafariki mwaka 46 baada al-100, yani mwaka 146 ni katika matabiina wadogo. Kwa hiyo ukiambiwa je, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith yuko pamoja na nani katika tabaka yake, yani katika tabaka ya matabiina wadogo, utasema yuko pamoja na Ismail ibn Abi Khalid. Na huu ni mfumo ambao sisi tutautumia sisi katika maruwat. Hata kama tutawarejea hawa, tutawataja wengine, bila shaka tutataja wengine tofauti ili mtu ajue kwamba kumbe katika tabaka ya matabiina wadogo kuna Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith, vile vile kuna Ismail ibn Abi Khalid na wengine ambao sisi insha Allah tutawataja. Na huyu naye vile vile ni thiqat, ni katika maruwat ambao wamepokea hadithi nyingi sana na akatajwa na wanawazuoni wote wa kutubu sita Ismail ibn Abi Khalid. Kwa hiyo tumuhifadhi kabisa kwamba yeye ni tabaka ya 4, tabaka ya matabiina wadogo, na yuko tabaka moja pamoja na Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Kwa hiyo ukiambiwa matabiina wadogo basi usitaje mtu mmoja. Sasa una mwingine anaitwa Ismail ibn Abi Khalid ambaye inshallah tutamkuta ndani ya Sahih al-Bukhari na tutamkuta katika vitabu vingine asita. Lakini baada ya huyu, kwanza huyu ni mtu wa Kufa, Abu Abdullah, kunia yake vile vile anaitwa Abu Abdullah, ni mtu wa al-Kufa Iraq. Anaitwa Abu Abdullah, vile vile ni mtu wa wapi? Ni mtu wa Kufa Iraq, ingawa Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ni mtu wa Madina, ni mtu wa Kufa Iraq. Kwa tutakuwa tumeshapata moja katika matabiina wadogo katika mji wa Iraq ambaye anaitwa Ismail ibn Abi Khalid. Mwingine vile vile ambaye yupo katika matabiina wadogo, kuna mtu anaitwa Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani vile vile naye yupo. Abu Muhammad al-Basri, tumeelewana vizuri katika wanafunzi wa Anas ibn Malik. Huyu naye yuko vile vile, na tukisema katika wanafunzi wa Anas ibn Malik bila shaka kunia yake ni Abu Abdullah al-Basri, katika watu wa Basra. Tumeelewana vizuri na yeye ni katika matabiina wadogo. Kwa hiyo sasa tutakuwa tumeshapata watu wangapi? Tumeshapata watu watatu. Kuna Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid at-Taymi, ni katika matabiina wadogo, lakini vile vile kuna Ismail ibn Abi Khalid ni katika matabiina wadogo, na Thabit ibn Aslam al-Bunani ni katika matabiina wadogo. Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ni katika watu wa Madina, Ismail ibn Abi Khalid ni katika watu wa Kufa Iraq, na Thabit ibn Aslam al-Bunani ni katika watu wa Basra. Na Thabit yeye kafariki mwaka 23 baada al-100, yani 123, na wengine wanasema mwaka 127. Kwa hiyo huyu vile vile hadithi zake zimetajwa katika kutubu asita. Kwa hiyo naye tumdhibiti kwa ni rawi ambaye yupo katika tabaka moja na Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith ibn Khalid
بن صخر بن عامري بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة القرشي التيمي أبو عبد الله المدني. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumeshaelezea namna nyingine. Tulitoka katika sehemu ya kwanza kueleza jina lake na jina la baba yake kwa wale ambao wanafanana naye katika tabaka tofauti. Sasa hapa tumekuja watu ambao yuko tabaka nao moja, ili tuweze kuwafahamu zaidi ya mtu mmoja kwenye tabaka hiyo, ili inshallah mtu akiambiwa Muhammad ibn Ibrahim tabaka namba ngapi, anasema tabaka namba 4, tabaka ya matabiina wadogo, kisha anasema kama Ismail ibn Abi Khalid au kama Thabit ibn Aslam al-Bunani. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumeshafahamu kuna tabiina mdogo katika mji wa Madina anaitwa Muhammad ibn Ibrahim. Alafu vile vile kuna tabiina mwingine ambaye ni Ismail ibn Abi Khalid, vile vile mdogo katika mji wa Kufa, na kuna tabiina mwingine mdogo anaitwa Thabit ibn Aslam al-Bunani katika mji wa Basra. Tumeelewana vizuri, barakallahu fikum. Na tukiingia kipengele chingine ambacho vile vile ni kipengele kina faida katika namna nyingine kusoma marwat, ni kuwasoma matabiina wadogo ambao wapo katika mji wake yule rawi mwenyewe. Yani sasa tunataka kuangalia matabiina wadogo ambao wako katika mji wa Madina, wako katika tabaka hiyo ya Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harithi at-Taymi. Na sisi tunachokifanya ni kuelezea tu jinsi gani elimu ya hadithi katika upande wa marwati inavyosomwa na vipi mtu anatakiwa abobee katika hizi fani. Kwa hiyo kumbe tu sikuelewa jina la rawi na la baba na majina ya marwatu wengine ambao wanafanana katika jina lake na la babake wanatofautiana katika miji au nyakati za Kufa. Hapana, sio hii tu, bali vile vile tufahamu marawi wengine ambao wapo katika tabaka yake, hata kama majina tofauti, wapo katika miji tofauti, bali tunachotakiwa vile vile kufahamu tabaka ya marawi ambao wapo katika tabaka yake alafu wapo katika mji wake. Kwa hiyo katika nukta hii itatulazimu sisi kusoma marawi baadhi ambao wapo katika mji ule ule wa Madina, alafu na ndogo kama Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith. Kwa hiyo tuangalie, hebu leo tuone tumeshasoma watu wangapi. Tuone leo tumeshasoma watu wangapi, kisha sisi tuone jinsi ambavyo darasa yetu ya leo tutakuwa tuna marawi wangapi katika ahlul ilmi min as-salaf tutakuwa tumewahifadhi. Kuna Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith, alafu kuna Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar, alafu kuna Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'id. Hao wote wa kwanza tulimsoma akiwa ni mdogo katika matabiina, alafu mwingine tukamsoma akiwa tabaka namba 8 pamoja na Sufyan ibn Uyayna, alafu tukamsoma mwingine akiwa tabaka namba 11 tabaka kina Imam al-Bukhari ambayo ni tabaka ya pili atba'u at-tabi'in. Kwa hiyo hichi ni kipengele kilikuwa kinahusu jina la rawi kufanana na jina la baba, kisha tukaja tukasoma matabiina wadogo ambao majina yanatofautiana na miji yao. Tukasema kwa Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith ni wa kwanza, tabiina mdogo, kisha Ismail ibn Abi Khalid wa pili, tabiina mdogo, kisha Thabit ibn Aslam al-Bunani tabiina watatu ambaye ni mdogo. Kwa hiyo sasa tunakuja matabiina tena wadogo, lakini waliokuwa katika mji huu wa Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith, kwa sababu hii ndio namna ambayo sisi tumesomeshwa hadithi na Sheikh wetu Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammadi al-Ethiopi al-Eritri al-Kitiri, barakallahu fikum. Na tunaanza na mtu ambaye anaitwa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ni mmoja katika matabiina wadogo ambaye yupo katika tabaka namba 4, na yeye kafariki mwaka 132 hijiria. Katika matabiina wadogo kafariki mwaka 132 hijiria. Ni katika wanafunzi wa Anas ibn Malik, kama ambavyo tulipita kwa Thabit ibn Aslam al-Bunani katika wanafunzi wa Anas ibn Malik. Na taban huyu barakallahu fikum, kama tulivyotanguliza, mji wake ni Madina, na wamesimulia hadithi zake kina Imam al-Bukhari, kina Imam Muslim, kina Abi Daud, Tirmidhi, An-Nasa'i, lakini vile vile Ibn Majah. Na katika wanafunzi wake barakallahu fikum ni sahibu wetu Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna ni katika wanafunzi wa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, lakini vile vile mwenzake Sufyan ibn Uyayna ambaye yupo katika tabaka yake, tabaka namba 8, kuna mtu anaitwa Hammad ibn Salama, vile vile ni mwanafunzi wa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, barakallahu fikum.
na Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha kunya yake ni Abu Yahya, na tumeisha tanguliza. Kwa hiyo huyu ni katika matabiina wadogo ambao walikuwa katika mji wa Madina. Kwa hiyo vile vile yani Sufyan ibn Uyayna kachukua ilmu kutoka kwa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, lakini kuna mwenzake Sufyan ambaye yuko katika tabaka naye anaitwa Hammad ibn Salama, vile vile kachukua ilmu kutoka kwa huyu Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Kwa hiyo hawa tu tabaka namba 8 walichukua ilmu kwa matabiina hawa wadogo. Nadhani tumeshatanguliza msingi huo. Inatutosha tukisema kuwa katajwa na Imam al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah kuwa huyu katajwa katika kutubu as-sita. Kwa hiyo inatulazimu sisi kumhifadhi mapema Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Tukimkuta huko hadathana Ishaq au hadathana fulan, sisi tayari tumeshamtambua huyu na tabaka yake ni namba 4. Tukiangalia mtu wa pili ambaye yupo katika tabaka hii, tabaka namba 4, mtabiina wadogo ambaye vile vile ni mwenzake Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith. Katika mji wa Madina kuna mtu anaitwa Khubayb ibn Abdurrahman ibn Khubaybi ibn Yasafi al-Ansari al-Khazraji, kunia yake anaitwa Abu al-Harith, ni katika watu wa Madina. Tabaka namba 4 vile vile na yeye katajwa na wanawazuoni wote wa kutubu as-sita, kafariki mwaka 132 Hijiria. Kwa hiyo huyu aliyepita anaitwa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, kafariki mwaka 132 Hijiria, na huyu anayefuata anaitwa Khubayb ibn Abdurrahman ibn Khubaybi ibn Yasafi al-Ansari al-Khazraji, na kafariki mwaka 132 Hijiria. Barakallahu fikum. Kwa hiyo huyu vile vile yani ni katika watu ambao tumependa tuzungumze katika tabaka hii namba 4 katika matabiina wadogo. Kwa ukisikia Khubayb ibn Abdurrahman ibn Khubayb ibn Yasaf al-Ansari al-Khazraji Abu al-Harith, ujue huyu ni katika matabiina wadogo ambao wako pamoja na Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid at-Taymi. Barakallahu fikum. Na mtu wa tatu ambaye ndio tutamaliza kumzungumza kama ni mfano katika nukta hii tuliyokuwa nayo ni mtu anaitwa Al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi. Nani mjukuu wa Ali ibn Abi Talib? Anaitwa Al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo huyu ni mjukuu wake Ali ibn Abi Talib. Mimi nitagusia kitu kidogo sana ambacho kina ladha na ni kizuri kwetu tufahamu kuwa barakallahu fikum, katika masomo ambayo tunategemea kuyasoma katika hadithi kuna kitu kinaitwa al-usar wal-buyutatu al-hadithiyya. Al-usar wal-buyutatu al-hadithiyya, familia na koo ambazo ndani yake kumetoka maulama wa hadithi, ikiwemo koo ya Ali ibn Abi Talib. Kwa sababu huyo Al-Hasan, kuna Al-Hasan ibn al-Hasani ibn al-Hasani ibn Ali ibn Abi Talib ambaye ni kitukuu cha Ali. Huyu Al-Hasan ana mwanae anaitwa Al-Hasan, vile vile ni katika maulama au ni katika watu wa hadithi. Lakini hapa sisi tufahamu kuwa tabaka namba 4 katika matabiina wadogo kuna mjukuu wake Ali ibn Abi Talib anaitwa Al-Hasan, ambaye baba yake anaitwa Al-Hasan, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mdogo, ibn Ali, ambaye Ali ni sahaba wa Mtume katika masahaba ambao ndio mwanzo kusilimu, kama ilivyo katika baadhi ya kauli za maulama kwa kwanza kusilimu ni Ali ibn Abi Talib, na alikuwa analelewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baadhi ya ahlul ilm wakasema kwa katika watoto na Ali, na katika wanawake ni Khadija, na katika watu wazima ni Abi Bakri as-Siddiq. Lakini sisi hatupo katika kuangalia kipengele hicho, tunakigusia kwa sababu kina ladha katika kusoma kwetu marwati wa hadithi. Kwa hiyo kuna Al-Hasan ndio tabiina mdogo, tabaka namba 4, babake anaitwa Al-Hasan. Kwa hiyo atakuwa Al-Hasan ibn al-Hasani ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi. kunia yake anaitwa Abu Muhammadi al-Madani, kama tulivyotanguliza tabaka namba 4. Lakini huyu amesimulia hadithi yake Imam An-Nasa'i.
Kwa hiyo huyo hajatajwa katika vitabu vyote, si kwamba tutamkuta katika Sahih Bukhari na maana tumehifadhi sasa. Tutamkuta katika Sunan an-Nasa'i, Al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi Abu Muhammad al-Madani. Tabaqa namba 4 ni katika tabaqa ya mutabiina wadogo, tabaqa ya kina Ismail ibn Abi Khalid, tabaqa ya kina Thabit ibn Aslam, tabaqa ya kina محمد بن إبراهيم بن الحارثي، طبقة يكينا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، طبقة يكينا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. huyo vile vile ni katika matabiina tabaka namba 4 matabiina wadogo, kafariki mwaka 97 hijiria. Barakallahu fikum. Kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa leo tumekuja na sura ya kusoma njia nyingine katika kusoma marwati, yani misingi mingine ambayo ipo katika kusoma marwati, na bado kuna misingi hatujamaliza. Tukimaliza katika kipengele mpaka tukafikia tumeshafikia upewa kutaja misingi mingi, kisha tutarejea hii tuendelee tu katika kuwasoma marwati ili tuweze kuwajua, kwa sababu tunakuwa tayari tumeshamalizia kile kipengele ambacho kwamba sisi tumekikusudia. Kwa hiyo barakallahu fikum, nadhani hapa tutakuwa tayari. Leo tumekuja katika kitu kipya, yani nakusudia leo tumetaja habari nyingine ambazo zinahusu namna ya kusoma marwat, na insha Allah bi'anillahi tabaraka wa taala darasa yetu itakuwa ni yenye kufikia hapa, kwa sababu tumeshataja kila kitu kinachomhusu Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhri, kunia yake Abu Abdullah, tabaka yake namba 4, mji ambao alikuwa akiishi Madina, mwaka aliofariki ni mwaka 120. Tumeelewana vizuri ya hijiria, nadhani hili tumeshalizungumza. Kwa hiyo insha Allah bi'anillahi tabaraka wa taala tutakuja kuendelea, na kwa sababu katajwa katika Sahih Bukhari, bila shaka ni katika marwat ambao kwamba ni mathiqa, na ni kwa sababu ni mwalimu wa Yahya ibn Sa'idi al-Ansari, bila shaka ni katika watu ambao wana ilmu, na ndio maana Ibn Sa'di akasema kana thiqatan kathira al-hadithi, alikuwa ni thiqa na ana hadithi nyingi. Na Imam al-Dhahabi akasema katika kitabu chake Tarikh al-Islam, kana jadduhu al-Harith ibn Sakhri min al-Muhajirin, babu yake al-Harith ibn Sakhri kwa sababu anaitwa Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith. Kwa hiyo babu yake walikuwa ni katika Muhajirina, na ni ammi yake Abu Bakari as-Siddiq radiyallahu anhuma, yani yeye babu yake na Abu Bakari as-Siddiq. Kwa hiyo babu yake al-Harith ibn Sakhri alikuwa ni ammi yake Abu Bakari as-Siddiq. Kwa hiyo radiyallahu anhum, Allah awaridhie wote. Tutakuja kuendelea katika darasa inayofuata, darasa namba 5, tukimsoma Alqama ibn Waqqas al-Laythi. Kwa hiyo hii hadithi yetu mpaka hapo tukishamsoma na Alqama itakuwa ina matabiina wangapi? Ina matabiina 4, na ina mmoja katika tabiina na ina mmoja katika tabiina. Imam al-Bukhari mwenyewe ambaye kapokea hadithi ni tabaka ya pili katika tabiin. Barakallahu fikum. Kwa hiyo insha Allah tutakuja kuendelea katika darasa namba 5 tukiwa tupo na Alqama ibn Waqqas al-Laythi, na insha Allah tutakuja na sura zile Allah atakazotuwafikisha katika misingi ya kusoma marwat. Na tukumbuke kuwa tukishamaliza misingi tuliyokusudia, basi mengine itakuja kujirejea wakati tunasoma marwat, kama kukumbushana na mambo mengine. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala a'lam. Nasallallahu tabaraka wa taala an yufaqqihna fi dini wa an yassira lana kulla asirin wa an yaj'alana ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. آمين.